Kwa kama nilivyosema awali kwamba ili mtu aishi tunajua kwamba anahitaji kula. Katika sifa za viumbe hai, kiumbe hai kinajongea, kinapumua, lakini pia kinahitaji kula. Kiumbe hai chochote kile ili kiweze kufanya kitu kinahitaji chakula. Wewe unahitaji chakula, mimea inahitaji chakula, ndio maana kuna process inaitwa photosynthesis. Wanyama wanahitaji chakula. Lakini tukisema hii speaker inahitaji chakula, hapana. Yaani ili iweze kutoka hapa kwenda sehemu nyingine inahitaji mtu akifanyishe hii speaker ili iweze kufanya vitu vyake. Kwa sababu haihitaji chakula au haina chakula. Kwa ili sisi tuweze kufanya vitu vyenye impact, vyenye nguvu, inahitaji tuwe na chakula, lishe bora, neno la Mungu, ili tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii speaker hapa ili iweze kutoka inabidi niitoe mimi mpaka iwezeshwe, na inahitaji nguvu kuitoa hapo. Lakini wewe kama wewe huhitaji kuwezeshwa, unahitaji kufanya kitu kwa sababu una nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So Shetani akamjaribu Yesu katika swala hilo la chakula kwa sababu anajua ana njaa. Na nikasema kuna engo ambazo tunajaribiwa kwa sababu Shetani anajua hatuwezi kuchomoa. Maana yeye ni rahisi kutupata katika nafasi hizo. Kuna engo ambazo tunajaribiwa kwa sababu Shetani anajua huwezi kuchomoa au huwezi kutoka. Maana ni rahisi yeye kukupata katika nafasi hiyo. Shetani anaangalia uhitaji gani ambao tunao. Kitu gani tunahitaji alafu hatuna. Anatumia nafasi hiyo. Kama kwa Yesu ilivyokuwa. Aliona okay, huyu ana njaa, anahitaji chakula. Siku 40 sio mchezo. Acha nimletee swala hili la chakula ili aweze kumtoa kwenye destiny ambayo ni kutukomboa sisi. Maana yalikuwa ni maandalizi ya kuja kutukomboa sisi. Ili aweze kumtoa kwenye lengo. Na wengi tunatoka sana hapa. Tunatoka kwenye mstari ambao tunatakiwa kwenda nao. Kwa sababu hatuna neno, hatuna nguvu ya kuweza kwenda sisi wenyewe. Mfano mzuri naweza kujitolea mimi mwenyewe. Yaani kuna vitu ambavyo naletewa jaribu. Inaweza ikaja ni in a good way, kwa njia nzuri, kwa sura nzuri. Lakini ikawa sio sahihi kwako. Yaani inaweza ikaja kama chakula lakini sio chakula kizuri kwako. Sio chakula bora, sio lishe bora, ila ni chakula. Yaani najijua kabisa mimi kama mimi nina uhitaji wa pesa. Hamna mtu ambaye hana uhitaji wa pesa. Kila mtu ana uhitaji wa fedha. Maana fedha ndio inaendesha maisha yetu ya hapa duniani katika kufanya vitu vyote. So kuna kipindi watu walijua huduma yangu mimi naoifanya, kile ambacho nicho nacho mimi. So watu wakaja wakanambia, bana, tunataka uje kanisani kwetu, uhudumu kwetu kanisani kwetu. Utoke huko ulipo uje huko. By the way, mimi najiona ni wa kawaida sana, ila sijui watu wananionaje. Ilikuwa ni kauli nzuri kwamba okay, kumbe watu wanaona ninachokifanya ambacho mimi nilikuwa sikioni au sikitambui. Lakini wakaniambia, toka kule ulipo uje huko. Tutakupa kiasi chochote kile cha fedha unachohitaji, utakacho demand. Nikasema hapana. Hapana. Mimi nitaendelea kuhudumu hapo hapo. Nikiwa
nikawa na hudumu kanisa jingine. Mtu tena akaniambia, bana upo da? Ndio. I say njoo kanisani kwetu uwe mwalimu wa praise. Kama huko kuna kitu anakupa sisi tutakupa hata mara 2 yake. Nikasema hapana, mimi sitaweza. Na bahati nzuri au mbaya naweza kusema alikuwa ni mtu huyo huyo, the same person. Unajua kuna kitu aliniambia, hivi Ngeleja anakupa nini? Ngeleja anakupa nini ambacho sisi hatuwezi kukupa? Ni swala la kujua tu kusudi lako ni nini. Ni nini unahitaji? Kitu bora kwako. Vitu vinaweza vikaonekana ni vizuri kwako lakini sio vizuri. Chakula kinaweza kikawa kinanukia lakini ni sumu kwako. Unahitaji kukaa na kutulia. Ni kwa watu wote. Unahitaji kukaa na kutulia na kuwa sehemu ambayo utalishwa chakula ambacho kinakufaa. Utalishwa mafundisho ambayo yanakufaa. Lakini kama ningeangalia mambo ya fedha mbele, mimi nisingekuwa hapa. Sidhani hata kama wangeona hiki ambacho kama naweza nikasimama na nikaongea na watu, sijui. Lakini naamini niko hapa kwa sababu ya kusudi la Mungu. Kile ambacho amekusudia mimi niweze kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uko hapa kwa kusudi. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alikataa kwa sababu alijua kuna kitu kingine zaidi ya mkate. Kuna wakati unatakiwa ujue kwamba okay, sio kila kitu kinafaa maishani mwangu. Naweza nikatoa mfano huu. Nimesema Yesu alikataa kwa sababu alikataa mkate kwa sababu alijua kuna kitu kingine zaidi ya mkate ambacho ni mlo kamili. Tunajua mtoto akizaliwa anahitaji maziwa ya mama. Sio maziwa yote yanafaa kwa mtoto, no. Maziwa ya mama, yale ambayo yana virutubisho vyote. Mungu ameweka virutubisho vyote kwenye maziwa hayo. Yaani vyote viko hapo kwa ajili ya mtoto. Lakini sio maziwa mengine. Nadhani wa mama ili wanalielewa. Mlo kamili. Lakini ukichukua maziwa mengine ukampa mtoto tofauti na yale, ni unamharibu mtoto. Yote ni maziwa, yote ni chakula, lakini sio lishe bora. Wanasayansi wanasema kwamba lazima mtoto apate maziwa kutoka kwa mama yake, labda kama mama atakuwa na tatizo labda la kiafya ambao hataweza kumhudumia mtoto. Siku hizi mabinti wengi wakipata watoto hawataki kuwanyonyesha, wanaogopa wataharibika maumbile yao vile ambavyo walivyo. Lakini kuna vitu ambavyo mtoto anakosa vya muhimu sana ambavyo vinaweza kumpelekea kudhoofika. Sayansi ndiyo iko sana ulimwenguni huu, lakini hatuwezi kupingana na uhalisia. Yaani sayansi ipo sawa, lakini uhalisia utabaki pale pale. Vivyo hivyo hata sisi tunahitaji neno la Mungu ambao ni lishe bora ili tuweze kukua. Ili tuweze kukua na kumove kutoka hatua moja kwenda sehemu nyingine. Tunahitaji kushiba chakula sahihi cha kutosha ambayo ni lishe bora.
So Mungu hawezi kukuacha tu hivi hivi, anajua ni kitu gani ambacho unahitaji. Neno la Mungu. Leo tumekusanyika hapa sio kuimba tu na kufurahi, kuja na kuondoka kwa sababu ni ratiba, lakini kuna kitu ambacho tunakusudia kukipokea, ambao ni neno la Mungu. Kuanzia kwenye uimbaji, maombi, yote yapo katika neno la Mungu. Sidhani kama umekuja uingie alafu utoke tu. Yaani iwe ni kama ni ratiba. Kama unavyotembea njiani, unatoka hapo unaenda pale unarudi. No? Lakini pia maisha yetu ya kila siku tunahitaji kula. Hata mioyo yetu inahitaji kula. Kila siku tunahitaji kula chakula ili tuweze kupata afya. Mioyo yetu vivyo hivyo inahitaji kulishwa neno. Na Mungu hawezi kukuweka sehemu ambayo uweze kupata neno. Hapana. Sasa hivi tuna access za Biblia hata kwenye simu. Unaweza kununua ukawa nayo soft copy au hard copy. Bado kuna makanisa mengi, Jumapili tunakutana hapa, unapewa neno. Mungu hawezi kukuweka sehemu ambayo huwezi pata chakula kamili, ambao ni neno la Mungu. Ila sasa changamoto ni kwamba watu katika ulimwengu huu wa sasa hivi hawataki mlo kamili. Hawataki chakula bora. Hawataki lishe bora. Hawataki neno. Wanataka kufarijiwa. Wanataka injili fulani, yani yapokea, barikiwa, lakini kuambiwa kweli ya Mungu hawataki. Ambacho ni kitu cha muhimu sana kuijua kweli ambao ni neno la Mungu. Wengi tunapenda yani injili fulani hivi, yani mahubiri fulani uhubiriwe, sijui nisemeje, natafuta lugha nzuri. Yani mahubiri fulani hivi ambayo ni soft, yani ni chips ya hivi. Utaki ugali, utaki chakula fulani hivi ambacho kina nguvu ya kutosha. Tunahitaji kuijaza mioyo yetu neno la Mungu na kupenda mafundisho ambayo yatatujenga na kutuimarisha. Kila mtu kuna chakula anachokipenda hapa. Kila mtu kuna chakula anachokipenda. Mimi kuna chakula changu nakipenda sana. Yaani mimi ukiniwekea wali maharage umenipata vizuri. Yaani hapo, yaani hata kama kuna vitu vingine lakini maharage yawepo, yaani hapo umenipata vizuri. Wali maharage ni kitu ambacho napenda. Lakini ukiweka mboga hapo, mchicha nini, ni ugomvi. Lakini wenyewe mnashuhudia, si mnaniona? Si mnaniona? Bwana Yesu asifiwe. Yaani vitu ambavyo ni muhimu kwangu sivizingatii, na ndivyo tulivyo watu wengi. Vitu vingi muhimu kwetu, maneno ambayo tunafundishwa ya muhimu, hatuyazingatii. Kuna vitu tunavitaka yani virahisi. Mtu anataka hapa asikie neno pokea, barikiwa, hivi basi. Lakini mafundisho ambayo yanayotujenga, yanayotuwekea misingi ya maisha yetu hatutaki. Mimi napenda wali maharage kuliko mboga za majani. Ukiniwekea mboga za majani za nikazitenga hivi. Ila ndo unaona hapa navaa miwani. Tangu zamani mimi mboga za majani naweka pembeni. Ila sina namna sasa hivi na macho manne. Nahitaji mboga za majani za kutosha. Na sijui hata kama zitasaidia kwa sasa nilipofika. Wakristo wengi tuko hivyo. Tunapenda mafundisho ya kubembelezwa. Hatuitaki kweli iliyo kamili. Hatutaki injili iliyo kamili. Tasoma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 4.
Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 4. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 4. Inasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 4. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Mpaka ulihubiri neno wakati unaokufaa na usiokufaa, inabidi liwe ndani yako, uwe umelishiba neno. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Ndio nyakati tulizo sasa hivi. Watu hawapendi kukaripiwa. Yaani mtu neno likipita hapa anasema mchungaji ananisema. Sasa huku tulipofikia sio. Tumeanza kusemana sasa, hii injili ya mipasho. Lakini ni reality, ndio kitu unachotakiwa kuambiwa kwa wakati huo. Yaani neno likija ukalisikia, okay, mbona kama nasemwa? Ni Mungu anakuambia wewe hiki ndio unatakiwa ukifanye. Sio unasemwa, ni Mungu anazungumza na wewe. Yaani ukisikia kabisa mchungaji ananisema au fulani ananisema, ananihubiri, kwa amekuja kunihubiria mimi, no, ni Mungu anazungumza na wewe. Jua kwamba kuna changamoto kwenye eneo hilo, unatakiwa ubadilike. Kwa hiyo akiwa mafundisho hayo ya kuambiana ukweli, kukaripiwa na nini, kwa sababu hatuna neno la Mungu, tunaenda kwenye kushikilia usihukumu usije ukahukumiwa. Tutaki kuliambia chochote, usinihukumu. Yaani tunajificha kwenye kivuli cha kuhukumu, kwamba hapa unanihukumu, usihukumu, 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 usihukumu. Lakini katika hali ya kweli ni kitu ambacho tunahitaji kuambiwa ukweli kwa sasa hivi. Kweli itakuweka huru. Soma neno sana ili uweze kuijua kweli. Mafundisho ni mengi sana yanayokuja sasa hivi. Mstari wa 3 anasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Yaani unataka usikie tu kitu fulani, yaani unataka umjue Mungu katika engo fulani, hutaki kumjua Mungu kamili. Unataka uhubiriwe kitu fulani, hutaki uambiwe ukweli wa neno la Mungu. Na hapa ndipo sasa tulipofikia wakati huu sasa hivi, kila mtu anatafuta mtu wake, anatafuta mahubiri ambayo anayataka yeye, sio ambayo Mungu anataka. No, kile ambacho nataka mimi sio ambacho Mungu anataka kwa ajili yangu. Tunalisha mioyo yetu sumu. Hatuilishi lishe bora. Hatuli chakula bora. Tunalisha mioyo yetu sumu. Yaani tunataka kile ambacho nakitaka mimi kukisikia, sio ambacho Mungu anataka nikisikie. Wanasema kilichopo moyoni ndicho kimtokacho mtu. Moyoni Mungu anakujua, sisi tutakujua kwa nje.
Mstari wa 4 unasema, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kumekuwa na mafundisho mengi sana ya uongo. Mafundisho mengi sana ya uongo katika ulimwengu huu. Katika kitu ambacho natakiwa kujua ni kwamba unakula nini, kimepikwa na nani, kwa wakati gani. Shadrach, Meshach na Abednego wakati mfalme alisema kwamba wapeni chakula, wanunulieni chakula, wapeni wale, wao wakakataa, wakasema hapana. Kwa sababu sio kila chakula kinafaa. Sio kila neno linalozungumzwa ni pumzi ya Mungu. Kuna vyakula vingine vina hila ndani yake. Lakini ukiwa na neno la Mungu, mtu anaweza kaongea kitu fulani, wewe mwenyewe tunajua no, hiki ni changu, hiki si changu, hiki ni cha Mungu, hiki si cha Mungu. Lakini kama huna neno la Mungu moyoni mwako, utakula sumu na utaendelea kula sumu na utaharibika moyoni mwako na maisha yako yataharibika. Wao Shadrach, Meshach, Abednego walikataa chakula hicho, wakasema no, hatuwezi kula chakula cha mfalme, tutakula chakula chetu sisi wenyewe. Cha ajabu wakanawili kwa mtama, sio chakula cha mfalme, kwa sababu walijua ni kitu gani wanatakiwa kula. Watu hatutaki neno kamili, tunataka injili ya mapokeo tu, pokea 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 pokea. Lakini hatujui ni nini tunapokea, ila tunataka tu kupokea. Kweli yote iko katika neno. Chochote unachokitaka, neno ndiyo msingi wake. Neno la Mungu ndiyo msingi wake. Msingi ukiwa mbaya, nyumba itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nimesema ni kweli tunahitaji kupata chakula cha kiroho, lakini ni muhimu sana kujua unakula nini na kimeandaliwa na nani. Tumeona watu wanahangaika na magonjwa ya chakula. Yaani mtu ni kweli ana maisha yake mazuri, lakini vyakula fulani hawezi kula kwa sababu amekula sumu. Yaani kuna vitu ambavyo amekula vimemharibu, sasa hawezi kula sasa hivi, kwa sababu amekula kitu ambacho sio sahihi. Angalia ni kitu gani unapokea. Kumekuwa na mafundisho mengi sana sasa hivi, lakini sio kila mafundisho ni ya kusikiliza tu na kuyapokea. Angalia unakula nini, kimeandaliwa na nani. Nikasema sio kila mtumishi ni wa kumpa masikio yako tu, wa kumsikiliza na kumpa masikio yako kwa sababu anaitwa mtumishi. Na sio kanisa, na sio kila kanisa ni la kwenda kwa sababu ni kanisa au lina mchungaji au lina nini. Ila unapaswa kujua ni nini unahitaji kula au kusikia ili uweze kufikia hatima yako. Sio kila mtumishi ni wa kumpa sikio lako. Sio kila kanisa ni la kupokea neno. Ila
unahitaji kujua ni nini unahitaji kupokea ili kuweza kufikia hatima yako. Unajua hapa tumekuwa tukilishwa nondo nyingi sana ambazo ni za msingi na za maana. Mwanzoni nilisema kuna muda mchungaji anaweza kaongea kitu kajua labda anakusema. Mimi ni shahidi pia. Ilikuwa ni mwaka juzi nadhani kama sijakosea. Nilikuwa nimekaa kule nyuma kabisa ukutani pale. Ukutani kule. Na wengine tulikuwa tumekaa kule, ibada inaendelea. Mchungaji akawa anahubiri. Mwanzo mwisho anahubiri kuhusu mahusiano ya mtoto na mzazi. Yaani vitu anavyoviongea kabisa najiangalia, mbona kama ananihubiri mimi? Mtoto na mzazi. Baraka gani ipo kati ya mtoto na mzazi? Akafika kipengele akasema inatakiwa uheshimu wazazi hata kama wamekukosea. Kipindi hicho mimi nilikuwa katika wakati mgumu sana. Nilikuwa sina mawasiliano mazuri na baba. Mama kwa mbali kwa sababu mimi nampenda sana mama, yani watoto wa kiume inatokeaga hivyo, mama wa kike baba. Inakuaga hivyo, sijajua kwa nini lakini maana walinishambulia ila mama ikabaki yani ipo. Karibia mwaka mzima mzee anapiga simu sipokee, ila mama akipiga napokea. Na yenyewe kwa machale sana. Mchungaji akawa anahubiri. Mbona kama ananihubiri mimi au mzee alishamtafuta? Alishamwambia bana huyu kijana 1 2 3 ameyakanyaga sehemu. Nikawa najiuliza inakuaje? Kila kitu na alikuwa engoi sana akiongea hayo mambo, nakumbuka mimi nilikuwa kule. Yaani nilikaa na tafakari au ili neno ni la mimi tu. Naona kabisa na yani kanisa zima nyie hampo. Najiona niko mimi tu pale. Naambiwa. Nikaondoka siku hiyo. Yaani nilijutia nikasema aisee kwa kweli nahitaji kuyajenga mimi na baba yangu na mama yangu pia. Lakini sikufanya hivyo. Yaani nimetoka hapa kabisa na regret, najutia. Ni kama alikuwa ananisema lakini it makes sense, ni kwamba okay ni sawa, natakiwa nifanye 1 2 3 nibadilike, nichukue hatua. Nikatoka hapo nikaenda ngasema leo nitawapigia bana niongee nao tu kiroho safi aishe. Nimekaa kwani kuna ulazima maisha yaendelee tu hivyo hivyo, nikapotezea kabisa. Jumapili iliyofuata mchungaji akaanzia kipengele hicho. Alikuwa na somo lake, sikumbuki ni somo gani, ila akaanzia kipengele hicho cha baba na mtoto, mzazi na mtoto. Vitu anavyogusia ni ananigusia mimi kabisa. Akasema anyway itabidi nifanye namna. Lakini nikakaza moyo wangu, sikuweza kufanya hivyo. Ni kama Mungu alikuwa na kusudi na mimi katika swala hilo. Nilikuwa nafanya hapa huduma ndio, lakini yani baada ya siku ile yani nilikuwa nafanya lakini naona mbona kama huyu sio mimi. Tunaendelea lakini yani niko hapa tunaimba lakini kuna kitu anaona. Bado kuna ile wazo nasema mchungaji ameongea na mzee. Kwa hiyo kuna namna mchungaji ananiona hapa mimi hapa. Kuna namna naigiza hivi. Natakiwa niarekebishe. Yaani naona kabisa mchungaji ameongea na baba. Ila kumbe hata wajuani. Baada ya kama miezi 2 hivi baba akawa amekuja huko. Lakini before alinitafuta sana kabla ya kuja. Alinitafuta sana. Uko wapi? Sasa kipindi hicho mchungaji alikuwa akirekodi hapa anatuma Facebook. Pachangu akaona.
Bana nimekuona Facebook, wewe ndio hiyo page yetu bana, fuatilia wewe unaniona na mimi. Sawa sawa. Niko hapa naimbisha, nimevaa mabuti. Kipindi hicho kwa mvua inanyesha sana. Video nadhani ziko Facebook. Nimevaa mabuti makubwa. Nadhani nimekuja kuchomelea. Niko hapa madhabahuni. Makubwa kweli mabuti. Kulikuwa na mvua kipindi hicho, barabara ilikuwa inateleza sana. So siku hiyo baba akaona, akasema nani wamevaa mabuti? Yuko na pachangu, kwa maana kazini kuna kompyuta, kwa hiyo pachangu akawa ameingia Facebook akaweka. Baba akaona, nani amevaa mabuti? Yuko wapi? Mwangaza. Akaangalia page ndio hiyo Arusha huko, sawa. Katafuta watu wa Arusha huko, maana na connection na watu wengi sana. Katafuta akapata. Okay. Kuna watu ambao walishaikuwa hapa wanafahamiana na mzee, walishafanya kazi na mchungaji. Akamtafuta, mtafutie mchungaji fulani unamjua wakamtafuta. Mimi sijui walitafuta njia gani mpaka wakapatana, sijui. Ni mimi. Mungu alikuwa anahitaji kurudisha mahusiano yangu mimi na babangu. Alivyokuja hapa kulikuwa na mkutano huko Maji ya Chai huko. Kwa kuna mkutano nilikuwa niko kule, niko na wenzangu wameniita, bana njoo ukapige ngoma na nini, twende kule kwenye mkutano. Mkutano ulikuwa unaenda wiki moja, baada tumaliza wiki moja akasema tunaongeza wiki nyingine, tunaenda tena sehemu nyingine huko. Piga kama wiki 3 hivi. Mikutano. Sasa kipindi hicho na mimi ndo ananitegemea huko, nikapige ngoma. Bila ngoma muziki hailii. Kanambia njoo, baba naye akanambia na mimi nimekuja hapa, nataka tuonane. Kaambia okay, sawa. Nataka tuonane, sawa. Niko naenda kwenye mkutano, nikitoka kwenye mkutano nitakuja. Akasema sawa. Kipindi hicho akawa amemtafuta mchungaji, akafika nyumbani kwa mchungaji, wakakutana. Wakaongea. Baba ikabidi amwambie ukweli bana. Nadhani kabla hapo alimwambia ukweli mchungaji akanitafuta. Bana vipi? Sasa baada ya mchungaji kunitafuta nikawa sina namna. Kabidi tulimwambie baba iko hivi na hivi na hivi, kuna namna. Sema angalia namna, ongea naye. Kwenye kuangalia namna mzee akaja mwenyewe. Siku hiyo sikuonana naye, sababu nimetoka kule usiku narudi hivi, nampigia simu na ananiambia nilikuwa kwa mchungaji hapa, ilikuwa tukutane hapa lakini naona muda umeenda, na yeye akaondoka. Okay, sawa. Nikasema sasa hapa sasa hivi hata nikivunga siwezi kuvunga, inabidi tu nimtafute tuongee. Tukaongea, lakini moyoni mwangu sikuweza kuachilia hilo swala. Hapana. Mpaka baadaye nilivorudi nyumbani sasa tukakaa kuelezana kinaga ubaga bana, hivi na hivi. Hata kama nimekosea, lakini mimi ni mzazi wako, inabidi tuongee. Kosa yeye ni dogo sana, lakini ndio hivyo, kiburi tu cha uzima. Yesu asifiwe. Ilikuwa ni swala kawaida sana, ila yani nikaona kweli hapa nimekosea. Na kwa kuwa yeye mwenyewe amejua kabisa amekosea, ananiambia bana, hata kama nilikosea naomba tuyaweke sawa. Nikaona vitu vingine nikishikilia hapa na yale maneno nilikuwa naambiwa utazikosa baraka. Kabidi niachilie tu. Mpaka sasa hivi mimi na baba yangu tuko vizuri, hatuna shida. Tunaendelea vizuri. Na ndio yeye ananipigia simu, uko wapi? Niko okay sawa. Ratiba imekaaje hapa ya masomo na nini, iko hivi na hivi. Okay sawa. Sasa twende Kenya. Yaani yeye ndo amenipeleka huko, mpaka mnasikia naongea na watu kuna watu wanautani sana na mimi. Nasikia niko kwa governor, niko kwa nani. Ni hivyo kwa sababu yake yeye. Isingekuwa hivyo, mimi hata huko nisingefika. Kama tungeendelea na hii. Lakini ilitokana na vitu ambavyo nilianza kuhubiriwa mwanzoni. Kuna vitu tunahubiriwa, unaona kama unasemwa, lakini jaribu kuvichukulia hatua. Bwana Yesu asifiwe. Tusipende sana injili fulani vya kubembelezwa kama nilivyosema awali. Vitu vinaongelewa sana hapa vizito. Ukivifanyia kazi vitaleta impact maishani mwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuna nguvu kwenye chakula unachokula. Nasema kuna nguvu kwenye chakula unachokula. Mambo mengi mazuri na mabaya hutokea baada ya chakula. Kuna nguvu kwenye chakula unachokula. Mambo mengi mazuri na mabaya hutokea baada ya chakula. Na ndio maana nikasema hivyo. Kwa nini nimesema hivyo? Ukiangalia dili nyingi ambazo wanafanya zenye tija na hoja, madili haya wanayofanya, kusaini mkataba, most of the time inakuwa baada ya kula. Bana tumeshakula na nini, okay, tunaongea bana, iko na hivi na hivi, makubaliano ni baada ya kula. Vitu vingi sana vinafanyika hivyo, nadhani mtakubaliana na mimi. Tukija kwenye Biblia, mambo mengi yalifanyika baada ya kula. Mambo mengi yalifanyika baada ya kula. Nikasema dili nyingi na mikataba mingi inafanya baada ya chakula. Maamuzi mengi hapa kwenye taifa yamefanyika baada ya chakula. Kwenye Biblia pia tunaona Yakobo alipata baraka baada ya chakula. Nyie mtanisaidia tu kusema baada ya chakula, si ndio? Yakobo alipata baraka. Sijawasikia. Yakobo alipata baraka. Wengi wanaweza wasielewe kwamba alipata baraka kivipi. Yakobo na Esau alipata haki yake ya kuwa mzaliwa wa kwanza baada ya chakula. Baraka zile walivyoenda kwa baba yao, zile baraka ilibidi chakula kitolewe ndio apate baraka, si ndio? Mtanisaidia tu baada ya chakula. Yakobo anapata baraka baada. Yesu anasulubiwa baada. Yesu anasulubiwa. Mwanamke mjane anabarikiwa mafuta baada ya. Kwa sababu kuna nguvu kwenye chakula. Mwanamke mjane alikuwa hana, amebakiza vitu, yani amebakiza unga mchache na mafuta machache. Ndivyo amebakiza hivyo tu, ale asubiri kufa. Lakini mtumishi wa Mungu anakuja anaambia nipikie hicho hicho ulicho nacho. Anampikia. Baada ya kula mafuta yakaongezeka. Baraka kazipata baada ya kula. Mambo mengi mazuri yanatokea baada ya kula. Hata mabaya pia yanatokea. Tuambiane ukweli, yanatokea. Mabinti wengi wanaharibika, wanapewa mimba baada. Ni ukweli. Taandaliwa chakula kizuri kinachonukia, chipsi pale ina pilipili ya kutosha, mishikaki anazingatia, weka kidali. Baada ya hapo matokeo baada ya chakula. Kile tunachokula kinaleta impact gani kwenye maisha yetu? Yale tunayofundishwa, maneno ya Mungu tunayosoma, baada ya kusoma sasa umelisha moyo, nini kinatokea? Wewe unatarajia nini? Kuna nguvu kubwa sana baada ya chakula. Yaani neno la Mungu limekuja kwako, what do you expect? Litafanya nini maishani mwako? Bwana Yesu asifiwe. Wanaofanya mikataba hiyo baada ya chakula wanajua kwamba okay, mimi baada ya hapa mkataba utaenda hivi, utaenda hivi. Anayemuonga mtu chakula ili aweze kufanikiwa jambo lake anajua baada ya hapa nini kitafuata, si ndio?
tujiulize sisi leo, kila siku unapokuja kanisani au unaposoma Biblia, unapojifunza maneno ya Mungu, ni nini huwa unategemea baada ya? Au unasoma tu kama unasoma, au unasikia tu ili usikie basi siku iende? Inabidi tuwe na malengo na mtazamo kwamba naenda, kitu nitakachopokea kitaleta impact au kitaleta kitu gani baada ya hapo. Kuna nguvu kubwa sana kwenye kile ambacho tunakula. Nimesema lishe bora ambayo ni neno. Ukikosa lishe bora huwezi kuwa na afya njema kwenye mwili wako. Neno ndio linalotujenga sisi, neno ndio msingi wa maisha yetu. Pointi nyingine hapa nikasema faida za kula chakula bora, lishe bora au neno la Mungu. Faida namba 1. Neno la Mungu ni msingi. Neno la Mungu ni msingi. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa, tusome vizuri hapo. Yohana 1:1, tusome mpaka mstari wa 3. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hapo mwanzo, kitu cha kwanza kilichokuwepo ni neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Hamna kitu kilichofanyika bila ya huyo mwanzo ambaye ni neno. Neno ni msingi. Yaani ili kitu chochote ambacho tunakiona sasa hivi mwanzo wake ili kifanyike, ilikuwepo neno. Hata ukiangalia kwenye uumbaji, wakati anaanza kuviumba vitu vya mwanzoni kwa neno, na iwe jua, na iwe bahari, na iwe jua iweze kutoa mwanga, na iwe mchana na usiku, kwa neno. Tukiangalia msingi ndio unaoamua hatima ya hii nyumba au hatima ya hili jengo. Kama msingi wa hili jengo ungekuwa hafifu, tusingekuwa hapa, au kuna matokeo ambayo tungeanza kuyaona ya jengo kubomoka na vitu kama hivyo. Jumapili iliyopita mchungaji alitolea mfano mzuri kwamba wakati anajenga nyumba yake, mafundi wakaweka msingi tofali wanasimamisha, yani havieleweki, mpaka alipokuja kumpata Masaru ndo akaja kubomoa ule msingi uliokuwepo, kwa sababu ulikuwa sio imara. Msingi unabeba hatima yetu, msingi unabeba hatima ya jengo. Hivyo na sisi pia tunajengaje maisha yetu ya Kikristo kama watu tuliomwamini Mungu? Neno la Mungu ni msingi. Tukiwa katika neno la Mungu tutakuwa imara, kwa sababu tuko kwenye msingi imara. Shetani mwenyewe anajua ni kitu gani ambacho kipo kwenye neno. Analijua hilo. Yesu alivyomwambia kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno. Shetani akabadili key. Sasa anaanza kuongea lugha za kimuziki. Hebu ongeza sauti yao. Naanza kuongea mambo ya muziki tena. Akabadili key. Kubadili key ni
akabadili gia, si ndio? Akabadili namna ya kumfesi Mungu, kumjaribu Yesu. Alisema mtu hataishi kwa neno tu, kwa mkate, bali kwa neno. Shetani akabadili, akajua okay, akaja na gia ya neno. Imeandikwa, akamwambia aje hapa, naomba nisome vizuri. Mathayo 4 kuanzia mstari wa 5. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamwekea juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Akanukuu neno, yani akaja na gia ya neno la Mungu, neno hili ambalo tunalisoma kwenye Biblia. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani anayatumia hata maneno ya Mungu kuweza kukuharibu wewe. Kama msingi wako hauko imara, hujaliweka neno la Mungu la kutosha, utaangamia. Kwa shetani aliamua kuchange key, akabadilisha kwamba okay, huyu hapa nimemkosa, acha nije kwenye neno. Si anasingizia neno kwamba mtu aya liishi hilo neno sasa ambalo nalisema mimi, jitupe sijui na nini na vitu kama hivyo, liishi. Lakini Yesu akamwambia no, imeandikwa. Hivyo hivyo hata sisi tunahitaji kuwa na msingi mzuri. Kama msingi wako sio mzuri, neno hilo hilo litakuangusha, kutokana na mafundisho ambayo unayasikia, vyakula visivyofaa, utajilisha sumu na utapotea. Mimi sio kwamba napingana na manabii au na watu kama hao, no. Lakini angalia ni kitu gani cha kusikia, chakula gani chakula, kitu gani unatakiwa kula. Chakula kinachonenepesha sio cha hotelini, ni chakula cha nyumbani. Chakula kinachonenepesha sio cha jirani, ni cha nyumbani. Sio, inaeleweka? Kile unachokipata hapa kina impact kubwa. Sio kwamba kingine ambacho utakipata nje hakina impact, no. Lakini kile ambacho unachokipata hapa kina impact kubwa zaidi. Chakula kinachonyenepesha sio cha jirani, ni cha nyumbani. Point namba 2, faida namba 2. Nimesema kwanza ni msingi, lakini point namba 2, neno ni dira. Dira, compass. Dira kawaida huwa inasaidia watu kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inaonesha direction kwamba nenda hivi, nenda hivi, nenda hivi. Kuna kusini, kaskazini, mashariki, magharibi na kadhalika. Unataka kwenda wapi, dira inakuonesha naelekea hivi. Siku hizi kuna Google Map na yenyewe pia ina dira, mwelekeo, inakuonesha mwelekeo. Katika Zaburi 119 119 mstari wa 105, yes, inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kuna mtumishi mmoja
alikuwa kijiji kimoja, alikuwa anatushuhudia. Alikuwa kijiji kimoja, kijijini kabisa huko. Alipofika la 7 ile amefanya mtihani wa darasa la 7 shuleni kwao, yeye peke yake ndo akafaulu kwenda sekondari. Na miaka 3 iliyopita ile shule haijawahi kutoa hata mtu mmoja kwenda sekondari. Yeye peke yake akawa ndo ameweza kwenda sekondari. Na mtu mwenye akili pale alikuwa anaaminika kwamba ana akili, huyo anaweza akaenda sekondari, akwenda sekondari. Then baada ya hapo yule mtu akawa ametafuta, yule mtu mwenye akili sasa, maana alikuwa ni rafiki yake, kama ametafuta namna ya kuanza kufanya interview na nini ili aweze kupata shule. Shule iko mbali sana mjini, yeye yuko kijijini. Na kwenda mpaka kule ni almost 4. Wakaamka usiku, interview ni saa 2. Kwa wakaamka saa 8 usiku, wakachukua baskeli ili waweze kwenda mjini. Baskeli ile haikuwa na taa. Wameenda vijijini, wakafika sehemu njia ni huku na huku, hawaelewi. Wakapita huko. Wamefika huko mbele, mbona tena kuna njia 2 wakati ilitakiwa iwe hivi? Au ni hii huko? Akapita huko. Ilikuwa ni safari ya masaa 3, wakaja kugundua kwamba hapa tumeshapotea. Tunapoelekea sio. Na kurudi tena ili tuendelee tuweze kurudi kule ni masaa 3 mengine. Interview inaanza saa 2, alafu tuendelee tena tunapoelekea sasa kwenye interview. Yaani kutoka ulipopotea mpaka pale ulipopotelea, alafu uende sasa mpaka sehemu unapoelekea. Akasema mpaka hapa interview tumekosa, turudi nyumbani. Baskeli imeharibika, wenyewe wamechoka na nini, kabidi warudi nyumbani. Lakini kama baskeli ile ingekuwa na taa, wangeweza kujua ni njia gani ya kutembelea. Wangeweza kuona kwa sababu ilikuwa ni giza. Neno la Mungu ni dira, yani ni katiba ambayo inatuongoza hata sisi. Inaongoza kila kitu maishani mwetu. Inatudirect kipi tufanye, kipi tusifanye, wapi tuende, wapi tusiende. Na ndio maana katika Zaburi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Kwa sababu kwenye neno hilo ndo najua kwamba hiki ni ndio, hiki sio. Hiki ni sawa, hiki si sawa. Hii ni dhambi, hii si dhambi. Lakini kama huna neno, huna mwongozo, huna dira, utapotea. Pointi ya mwisho, neno ni uzima. Sema neno ni uzima. Neno ni uzima. Tasoma Yohana 6, tuanzia mstari wa 60. Basi Yohana 6:60 na kuendelea. Tuanzia 60 hapo. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinungunika neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Tuanzia 62 ndio inafaa zaidi. Itakuwaje basi muonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako kwanza? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Lakini kuna miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini, naye ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Hapa Yesu alikuwa anawaambia kwamba mwana wa Adamu ataenda
na akasema kwamba analijua kwamba kuna mmoja wao atamsaliti. Kuna namna wanafunzi wake mioyo ilidhoofika, wakajiona mbona kama anatuona hatuko naye, yani kama vile tumejitenga na yeye, hatuko pamoja. Yesu akaliona hilo. Yesu aliliona hilo, akaligundua, akasema, basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Bwana, twende kwa nani? Sasa hiyo twende kwa nani sio ya muhimu sana. Sababu aliyoyotoa ndio ilikuwa na umuhimu zaidi. Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Neno ni pumzi, neno ni uzima. Tunaweza tukawa tuko hai lakini kiroho tumekufa, kwa sababu hatuna neno, hatuna pumzi ya Mungu. Tunahitaji kuwa na pumzi ya Mungu ili tuweze kuendelea kuishi, ili tuendelee kusurvive katika maisha haya. Lakini sasa changamoto ni kwamba mioyo yetu ina njaa, inafifia, iko ICU, pumzi hakuna. Hatulishi neno, hatusomi neno, ni mpaka tuje hapa ndo tunasoma. Mtu mpaka aje kanisani ndo anakumbuka okay, kuna Mathayo. Na mwingine akiambia fungua nani Ufunuo, anaanza Mwanzo kufungua Biblia yake, sababu hajajizoesha kabisa hata kulisoma neno la Mungu, ni kitu kigeni kwake. Wengi wetu kiroho tumekufa. Kwa ni this week au last week, kuna kitu fulani kwa tunaangalia kwenye mtandao. Mtumishi mmoja alikuwa anapiga simu, yani watu wanampigia simu kwamba mtumishi, mimi na shida fulani, naomba uniombee. Anaombea kwa anafanya online, yani anapost kwenye mitandao na vitu kama hivyo. So kuna mtu mmoja akapiga simu akasema, mimi nilikuwa nimeparalyze, kitu kama hicho. Yani ni mtu alikuwa ni mgonjwa kwa muda mrefu sana. Then wakati anaongea, okay, una shida gani? Na shida fulani. Okay, tangu lini? Na muda fulani, na miaka kadhaa, miaka 2 ni mgonjwa. Okay, nimeenda hospitali na nini, katoa ushuhuda wake. Baada ya kuongea, yule mtumishi akamwambia, sasa nataka kwenda kukuombea. Mungu wangu ataenda kukuponya, which is good. Sawa. Kuna kauli aliongea akasema, yule mtu alikuwa amepiga simu akasema, ndiyo baba, namwamini Mungu wako. Kitu mimi nikaja kujiuliza, so okay, unamwamini Mungu wake, Mungu wako yuko wapi? Ni swali ambalo nilijiuliza sana. Unamwamini Mungu wako, Mungu wako yuko wapi? Kwa huyu mtu ni yuko hai lakini kiroho amekufa. Hana Mungu. Hana. Sitaki kujaji sana mambo mengine, lakini hiyo kauli ilinipa sana maswali.
Wengi tumemwacha Mungu wetu, tumeliacha neno, tunasikiliza maneno. Yaani tumeliacha neno, tunasikiliza maneno. Tunachambua nini cha kusikia na nini tusisikilize. Tumeacha vitu vya msingi, tumefata mapokeo. Tumeliacha neno, tunafata maneno mazuri. Neno ndiyo dira, ndiyo njia, ndiyo mwangaza, ndiyo inayotuongoza. Maisha yetu wengi yamepotea kwa sababu neno tumeliacha. Hatufati mwongozo, hatufati katiba ambayo Mungu ametuwekea ili tuweze kusurvive katika maisha yetu. Tunalihitaji sana neno la Mungu ili tuweze kuwa na afya njema, ili tuweze kushiba na kufanya mambo ambayo yatakuwa na impact katika ulimwengu huu. Tunahitaji kushiba neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kushiba neno la Mungu. Mioyo yetu ina njaa. Mchungaji alikuwa anahubiri kipindi cha nyuma, mtu wa ndani. Mtu wa nje anakula, amenawili, ameshiba, lakini mtu wa ndani amedhoofika. Mtu wa ndani anahitaji chakula ambao ni neno la Mungu. Lishe bora, sio chakula tu. Unaweza kulisha chakula ambacho sio sahihi. Lisha chakula ambacho ni lishe bora. Maziwa yasiyogoshiwa, kama mtoto ambavyo anahitaji maziwa ya mama yake, nasi tunalihitaji neno kamili ambalo halijachakachuliwa, lililonyooka. Haleluya. Tunahitaji neno la Mungu. Nina kiu naye, sina mwingine, sina mwingine. Nina njaa naye, sina mwingine, sina mwingine. Mioyo yetu inamhitaji Mungu. Mioyo yetu ina njaa na ina kiu zaidi ya kulipata neno la Mungu. Fungua moyo wako, mwambie Mungu nahitaji uendelee kusema na mimi. Tamani kumlisha mtu wa ndani neno, upate lishe bora itakayokupa afya njema ya kuweza kufanya mambo makubwa. Kuna namna hatuwezi kuendelea kwa sababu hatuna uzima. Neno la Mungu ni uzima, hatuna uzima. Tunaona tunatembea, kumbe tumekaa. Tunaona tunafanya vitu sahihi, lakini kumbe hakuna. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaviona sisi kwa macho yetu, tunataka vile ambavyo sisi tunavitaka, lakini sio vile ambavyo Mungu anataka tupokee. Nina kiu naye, sina mwingine, sina mwingine. Nina njaa naye, sina mwingine, sina mwingine. Kanisa tutuimbe nina kiu nawe. Nina kiu na sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine Bwana, sina. Nina njaa na neno lako Yesu. Nina njaa. Simoni Petro akasema tupate wapi neno lingine lenye uzima?
Twende wapi tupate neno lenye uzima ila kwako wewe Yesu? Nina kiu nawe, sina mwingine, sina mwingine. Tamani sana kulipata neno la Mungu. Nina njaa nawe Yesu, sina mwingine. Watu wengi hawataki neno la Mungu, lakini neno la Mungu ndio uzima wetu. Neno la Mungu ndio dira yetu, ndio nguzo yetu. Wengi tunaanguka kwa sababu hatuna msingi. Mwambie Bwana, natamani uweze kusema na mimi, zungumza na mimi. Hata mawasiliano yanakuwa kwa njia ya maneno, kwa kuzungumza. Neno la Mungu lina pumzi kubwa, lina impact kubwa maishani mwako. Mwambie Yesu, endelea kusema na mimi. Nafungua moyo wangu kwa ajili yako. Zungumza na mimi Bwana. Peke yangu si kitu. Twende wapi tupate maneno yenye uzima? Twende wapi tupate uzima wa maisha yetu? Ila ni kwako tu. Twende wapi tupate uzima Yesu? Sina mwingine, sina mwingine. Bwana, nina njaa na neno lako, na njaa nawe. Sina mwingine, sina mwingine. Nena mbele zake, mwambie Bwana, nahitaji uniimarishe, unipe afya bora. Neno lako ni lishe bora. Pale nilipodhoofika Yesu, nahitaji uniimarishe. Katika afya yangu Bwana, nahitaji uniimarishe. Nahitaji uniimarishe Yesu. Maana chakula chako kina nguvu. Kwa neno lako Bwana ulisema nahitaji uniimarishe. Nahitaji Bwana uniimarishe. Pale nilipokuwa mdhaifu, niimarishe Yesu. Chakula chako kina nguvu kubwa sana. Kwa neno lako ulisema iwe na ikawa. Mwambie Bwana, nakuhitaji useme neno maishani mwangu. Sema neno ambalo litabadilisha moyo wangu, litabadilisha maisha yangu, litabadilisha fikra zangu, litabadilisha mtazamo wangu. Sina mwingine.
sina mwingine, sina mwingine. Kanisa, tupaze sauti yetu. Sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina. Yesu, nina kiu nawe, nina kiu nawe. Wewe ni maji ya uzima. Sina mtu akinywa hataona kiu tena. Sina Bwana, nina njaa nawe. Petro akasema, twende wapi tupate uzima, neno lenye uzima zaidi yako Bwana. Wewe ndiye uzima wetu. Oh, nina kiu nawe, nina kiu nawe. Sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine. Nina njaa na wewe, nina njaa nawe. Sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine. Amina. Unaweza kumshangilia Bwana kwa makofi. Mungu awabariki sana. Mbarikiwe na Bwana. Amen. Karibu mchungaji. Hebu ongeza makofi tena mbele ya mfalme Yesu. Haleluya. Jua neno hili ni ajabu sana, ni ajabu sana. Sababu baada ya kumwambia Doto kwamba utajiandaa kwa ajili ya siku hii ya leo, nilipokuwa nimelala nikajiuliza swali tu kwamba hivi nisingekuwa nimemwambia Doto kuhubiri Jumapili hii, ni neno gani ningelihubiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Uone jinsi ambavyo Roho Mtakatifu kweli anataka kutuhudumia. Mungu alinipa, kama ningekuwa nahubiri leo topic ambayo nilikuwa nahubiri ni neno la Mungu, na notes zangu ziko hapa. Andika neno la Mungu, na subtitle ambayo Mungu alikuwa amenipa ni kulifanya neno la Mungu lienee na kuyatawala maisha yako. Hatujazungumza na wala hana access ya simu yangu kwamba amedukua, na hata yale mambo ambayo Mungu alinipa kuzungumza nayo yalikuwa ni maneno ambayo yanahitaji msingi kwanza. Na huo msingi nilikuwa sijaupata, lakini Mungu yeye alikuwa amenipa nizungumzie. Tunapozungumza juu ya neno la Mungu, neno la Mungu limegawanyika vipi yani? Naposema neno la Mungu liyatawale maisha yako, hivi ni kitu gani hasa? Ni mahubiri au ni vitu gani? Sasa ilihitaji kuwa na base. Kwa wiki ijayo nitakupa hayo mambo matatu ambayo Mungu alinipa. Limegawanyika katika sehemu kuu tatu, nyanja tatu. Napozungumza juu ya neno la Mungu, limegawanyika kwenye nyanja tatu. Sasa mimi ndio nitaendeleza wiki ijayo. Hebu mpigie Bwana makofi tena.
Neno linapothibitisha kwa vinywa vya watu wawili, ujue Mungu anakusudi nalo. Lishike, lifanyie kazi, na hakika utaiona hiyo afya bora na ustawi kwenye maisha yako. Hebu tushike sadaka zetu tuweze kuzipeleka mbele za Mungu. Taomba wale ambao wamejiandaa kutoa 1/10 watapita mbele, tutaomba kwa ajili yao kwanza. Na uchukua bahasha kule nyuma, weke zaka yako, halafu tuipeleke mbele za Bwana. Kama kuna wale ambao wanataka kumtolea Mungu zaka zao, naomba wapite wakati huu tunaimba. Nina kiu nawe, sina mwingine, kweli sina mwingine. Oh, nina kiu nawe, sina mwingine, sina. Basi kama hakuna, nyosha mkono wako na sadaka yako ulionayo, utaipeleka mbele za Bwana. Wale ambao hawakuweza kuahidi wiki iliyopita, unaweza ukafanya hivyo wiki hii, ukaandika ahadi yako. Mzee wa zamu leo atatutangazia idadi ya ahadi ambazo zilipatikana siku hiyo. Lakini kama hukupata nafasi ya kutaja kitu ambacho unataka ufanye katika nyumba hii kwa mwaka huu kwa ajili ya mipango tulionayo, basi andika alafu iwakilishe ili tuweze kuijumlisha. Ni muhimu sana, maana inatupa picha kwamba ni jambo gani tunaweza kufanya katika nyumba ya Bwana. Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema ambayo umetupa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao umewajalia kuja na kitu mkononi. Hawajaja mikono mitupu, kama neno lako linavyosema, tunapokuja mbele zako tusije mikono mitupu, na watoto wako wamelitimiza hilo. Naomba uachilie baraka yako na nguvu yako juu ya maisha yao. Wabarikie wanapotoka na wabarikie wanapoingia. Wabarikie wanapoanzisha vitu katika maisha yao, uvisitawishe. Na umkemea yule adui shetani alaye mazao yao, apate kushindwa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba ukapokee matoleo haya na ukayafanye kuwa mbegu katika nyumba yako, yaweze kuifanya kazi yako kamili, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi karibu weze kuimba, alafu tutoe sadaka zetu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili
siku zote. Hey, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa siku zote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshangilie Bwana kwa sababu ya ibada nzuri. Tunamshukuru Mungu amemtumia mtumishi wake Doto. Watumishi wako wengi. Mchungaji ataendelea kuibua vipaji, tutaona mambo mengi hapa. Mungu akubariki mchungaji. Mungu akubariki Doto. Amen. Basi leo ni Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa 3 2025. Tangazo la kwanza: kwa mtu yeyote aliyedondosha au kupoteza kitu, aonane na shemasi wa zamu Venance. Kimeokotwa humu ndani ya kanisa. Kwa hiyo kama kuna chochote ulidondosha, utaenda utamuona shemasi, utamwambia ni kitu gani. Kama basi ndicho, atakupa. Amen. Tangazo la pili: zamu za viongozi wa wiki ijayo ni mzee Hotai, mzee wa kanisa, na shemasi Pombe Renatus. Na zamu za usafi ni kwa wiki inayofuata ni hawa wafuatayo: Mama Naomi na Mama Abigail. Tangazo la 4: Jumanne na Alhamisi ni siku ya ibada ya maombi. Muda ni saa 12 hadi saa 1 asubuhi. Kila Jumanne na Alhamisi kunakuwa na maombi asubuhi. Kwa hiyo ni saa 12 hadi saa 1. Tangazo la 5: Ijumaa ni siku ya ibada ya maombi. Muda ni saa 11 hadi 12 jioni. Na maombi ya viongozi yataendelea saa 1 jioni. Siku ya Ijumaa wiki hii itakuwa ni siku ya maombi ya viongozi wote wa kanisa, na maombi yataanza saa 11:30 mpaka saa 1, saa 11:30 mpaka saa 1, lakini tutakuwa na maombi ya masaa 12 kuanzia asubuhi mpaka jioni, na tunakutana kuomba pamoja saa 11:30 mpaka saa 1 jioni, viongozi wote. Kwa hiyo yale maombi ya kanisa tutaomba ile siku ya Jumanne na Alhamisi. Ijumaa itakuwa ni maombi kwa ajili ya viongozi. Amen. Naamini hilo limeeleweka vizuri. Tangazo letu la 6: tarehe 31 mwezi wa 3 kutakuwa na semina ya wachungaji na mama wachungaji na walimu wa watoto, na semina hii itafanyika katika kanisa la EAGT Maweni, na wanaohudumu ni kutoka shirika la Global Children's Network. Children. Okay. Imeandikwa kidogo ina shida. Kwa hiyo ni Global Children Network. Kwa hiyo itakuwa ni saa 2 hadi saa 10 jioni pale EAGT Maweni. Na tangazo la 7: jumla ya ahadi zetu za kanisa ni shilingi 4,125,000. Siku ile ya Jumapili tuliandika zile ambazo zilitolewa Jumapili, na kama mchungaji alivyosema
wewe ambaye hujaleta ahadi yako, basi shemasi wa zamu pia atatoa karatasi. Nafikiri itakuwa hivyo vile alivyotupa siku ile, au unaweza ukamfuata shemasi yuko pale nyuma, ukachukua hicho kikaratasi, mfuate, maana hawezi kujua ni nani ambaye hajaahidi, ili uweze kukiandika, alafu pia utuwekee kwenye chombo chetu cha sadaka. Na baada ya ibada, wanawake wanaombwa kukutana kwa muda mfupi. Na mwisho, wageni wetu tunawapenda. Wewe kama ni mgeni wa mara ya kwanza katika kanisa letu, unaweza ukasimama ili utusalimie. Kama upo mgeni wa mara ya kwanza kabisa, karibu, usimame utusalimie, tunakupenda. Hayupo? Basi naamini wote si wageni. Basi kwa wakati huu nitamuomba mzee wetu Anyitike airishe ibada yetu, na praise team mtatutoa. Karibu mzee. Tuombe. Mtakatifu, mwingi wa rehema na fadhili, tunalibariki na kulinua jina lako patakatifu pako, kwa maana umetupa wakati mzuri toka tulipoanza ibada hii mpaka tulipofika tamati. Tunakushukuru kwa maana Bwana, yale ambayo umezamili kutupatia watoto wako kama mwangaza kwa wiki linaloanza kesho, tunaamini Mungu tutakuwa ni washindi. Tutakubali shetani akatulisha vitu ambavyo hatustahili kuvila, bali majira yote tutajibidisha kuhakikisha kwamba mioyo yetu inaneemeshwa na neno lako. Nazidi kuomba neema na fadhili zikazo Bwana, zikamjalie kila mmoja aliyoko mahali hapa, ili ya kwamba ndani yake akaone sababu ya kuendelea kulijaza neno. Maana wakati umekwenda sana na majira yamekwenda sana. Wakati huu ndio ule unenao kwamba nao wenye kujitakasa wataendelea kutakasika, na wenye kujichafua wataendelea kuchafuka. Tusaidie wana wako katika majira haya ambayo yamejaa kila namna ya maigizo, yamejaa kila namna isiyoeleweka. Bwana, tukaendelee kuhesabiwa kuwa ni watoto wako, na ni neno lako pekee litakalo tutofautisha na wa mataifa, ili tupate kulihubiri neno lako kwa wakati ufaao na usiofaa. Kila mmoja wetu imempasa kulijaza neno hili ndani ya moyo wake, maana moyo chakula chake ni neno lako. Tunapotoka mahali hapa Bwana, mkono wako wenye nguvu ukamwandame kila mmoja wetu. Wale ambao tumaini kwao lilipotea, basi kwa neno hili Bwana warejeshe tumaini jipya ndani ya mioyo yao, wakaamini kabisa wewe bado upo. Ukatusaidie, ukatuwezeshe majumbani, ukawezeshe watoto wetu wanapoenda mashuleni kuanzia wiki hilo la kesho, ukawasaidie wafanyao kazi maofisini, ukawasaidie wakulima Bwana, ukawasaidie wafanyabiashara, kila mmoja Bwana ukamguse kwa mguso wako, ili ya kwamba akajue bado anaye Mungu aliye hai. Ninakushukuru na kubariki wewe Mungu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi,
nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi nyumbani mwa Bwana. Hey, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa sema hakika, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi nyumbani mwa Bwana. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili